Karibu tena ndani ya Media Goma TV katika muda wetu wa kipindi hiki. Kwa majina ni mwanahabari wenyu Nelson, nikiendelea kuwapasha habari zetu za muda kama huyu. Kumbuka leo ni tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Mashabiki zangu nawakaribisha tena katika muda huyu wenye kipindi. Kwa sasa leo niliwaambia, kwa sasa niko katika eneo ya Bunya. Nimetembelea katika vijiji vya Bunya kwenda kutazama watu waliopitia na changamoto zenye mgogoro wenye mapambano. Kumbuka, ukiwa unanisikiliza mahali popote upo, unaendelea kuungana na Media Goma TV kwa sababu tunaendelea kutembelea wale wote wamepata changamoto katika sekta yote yenye uwanja wenye mapambano na wenye wamepata tatizo katika ugonjwa huyu wa Ebola. Kwa sasa kupitia Media Goma TV tuliendelea kutembea katika maeneo tofauti. Mliona niliwaambia asubuhi kama niko tayari Bunia, na hivi tunazungumza leo kwa sasa nataka kuondoka niingie Beni nyuma ya kumaliza kipindi hiki. Kwa sasa mashabiki zangu nasema haja kwanza nikukabidhi habari tuko nayo mpya kutoka katika uwanja wa mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, eneo zinazozingatiwa na waasi wa M23 pamoja na eneo ziko pamoja na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini kwa sababu niliwaambia masharti ama sheria ya Media Goma TV, hatuwezi kuonesha mavideo mahali popote tunaenda, kwa sababu inabidi tuweke, kwa sababu watu tunaendelea kuwatazama, tuweze kuonyesha kwenye video, kwa sababu kuhusu ulinzi wao. Mnajua kwa wengi wamenitambua, wamenielewa. Hii ndio masharti ya Media Goma TV. Kwa sasa kuna wale wametuma comment kwa kuzungumza haya maneno, kusema kwa nini mwanahabari nyinyi muoneshe watu mlienda kusaidia. Sisi ni tofauti na media mengine. Ukiangalia media zile ziko très organisé, ziko na masharti tofauti, na sisi kama Media Goma TV tuko na masharti zenye hatuweze kuonyesha watu tulienda kusaidia kwa sababu ya ulinzi na kuweka security. Kwa sababu kumbuka, Kongo kunapitia changamoto mengi. Mauaji ya Kongo iko aina tofauti. Tunaweza kuonesha mtu tunasaidia na unga na saki moja ya sima. Kuna mwingine tunaweza kuwa tumesaidia na vitenge na kitenge kama mbili, na kuna wengine tunaweza kuwa tumesaidia na makae, lakini kuna wale wengine nao wanatamani msaada, lakini mara moja fitina, chuki, wanaenda kuua mtu wenyewe. Kwa sababu sisi Media Goma TV tulitembea kwa nyumba lake, na tukienda kutazama mahali hatuende tunaambia watu tumekuja, tunaambia ule mtu, na ule mtu unakutana mahali anapata msaada wake, yeye mwenyewe anarudi nyumbani bila watu kujua kama kuna msaada wa Media Goma Media anapata, kwa sababu hewa ni mbaya zaidi ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ndio maana Media Goma TV inafanya kazi na utaratibu. Kwa sasa mashabiki zangu, katika muda huu tunaozungumza, tunakuja kuwapeleka katika uwanja wenye mgogoro. Taarifa tuko nayo, mapigano yameendelea kusonga zaidi katika mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tutakuja kuwapeleka upande ndani ya Plateau de Fizi. Tutaelekea katika milimani huko juu kwenye kabila ama Wanyamulenge wanaishi huko Minembwe. Huko nje tunaelekea na taarifa tuko nayo. Tarehe 17 jana, hiyo ilikuwa Lendi tarehe 17 ilikuwa na mapambano katika eneo inaitwa ndani ya eneo inaitwa Nyaruhinga. Ndani ya eneo ya Nyaruhinga kuelekea kijiji cha Mukoko. Hapo kulikuwa mapigano kali zaidi. Haya tunataka kuyazungumzia kupitia vita ilipitikana hapo eneo ya Nyaruhinga ndani ya groupment ya Mukoko. Ndani ya groupment Mukoko. Mapambano haya ilianza kivipi? Wanajeshi wa Zalendo na M23 na Twirwaneho walishambuliani. Wazalendo walijaribu kushambulia M23 katika eneo inaitwa Nyaruhinga. Wazalendo na FARDC na jeshi la Ibu walivamia M23 Nyaruhinga. Baadaye kwa kuwavamia, mapambano ilikuwa kali sana. Mpaka saa hizi tunazungumza, vita ya Nyaruhinga ingali zaidi. Leo tarehe 18 mapambano imeendelea kuwa hatari sana katika muda huyu wenye kipindi hiki. Na kwa sasa kumeonekana raia population kutokea Nyaruhinga walikimbilia eneo inaitwa Mukoko. Kufika hapo Mukoko wakakaa kabisa. Hili ni wapeleke mapambano. Alianza jana saa 7 mchana.
Baadaye kwa kufika hapo sasa, ndio M23 na wazalendo walipigana sana hapo Nyaruhinga. Mapambano ikakuwa mbaya zaidi mpaka wanajeshi wamepoteza maisha hapo, kati ya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kati la jeshi la M23, Twirwaneho, wazalendo, jeshi la Burundi. Kwa sababu niliwaambia mapigano haya aweze kusema hawa ndio wamepigwa, wengine hawajapigwa. Wamepigana wote na wamoja wao wote wameuana wote. Yani upande huko kumekufa watu na huko kumekufa watu. Sasa hapo kwenye vita ilikuwa kulionekana population, kwa sababu population mimi nazungumziaka sana. Watu walioumia ni 11 raia population. 5 wakakufa, wengine bado wangali najeruhiwa na matibabu. Lakini wale ndio wameumia 11 personnes là avec blessés avec mort. Sasa mapambano ilikuwa katika maeneo ilikuwa ni hatari sana. Wakaaji walikuwa katika maeneo haya, walirudi nyuma wakakimbilia katika eneo inaitwa Mukoko. Kufika hapo Mukoko wakaikaa kidogo. Kwa kuikaa kidogo, kumbi M23, kwa sababu hapo Mukoko kulikuwa wazalendo, nao wakatake Rafort. Kwa sababu waliona wazalendo waliwatakia hapa Nyaruhinga mara moja, nao wengine wakasema hivi kisi tunapambana hapa, haja sisi tushambulie. Wakashambulia upande ya Mukoko nako. Kufika hapo Mukoko, wale watu walikuwa nakimbilia hapo, wanafikiria wanapata amani, wanapata kwa sasa hewa nzuri. Hapo tena walifanya nini? Walishambuliwa katika maeneo haya, raia population wakakimbilia pori, na mvua ilikuwa mingi zaidi jana. Mvua ilipiga watu mpaka watu wamelala kwa pori. Kuna watu wenyewe wamekosekana, watoto wamepotea kupitia mtuto huyu wenye mgogoro wa vita. Vita sio nzuri. Acha niwaambie kitu moja, mimi ninakwambia vita sio nzuri. Ukiangalia gisi tuko na tunavizite mahali watu waliumia, tunavizite watu walipoteza wandugu zao, wakikaa chini wanakupatia story, wanakueleza, unasikia uchungu zaidi. Wenyewe hawajawahi kutana na vita, hao ndio hawajui shida ya vita. Kumbuka watu wengi wanaongea maneno vita tu kwa mdomo tu, wanaongea unaona batakufa bale, batarudi, my friend mwenye hajapoteza mtu wake haweze jua machungu anayosikia. Hata niwaambie kitu moja, Media Goma TV sisi ni wale tunasikiliza raia population, le peuple congolais, wakaaji tunasikiliza 100%, kwa sababu wale ndio wanaumia kuliko na wanajeshi wa wazalendo. Kuna wale tumeona kidogo walienda katika hospitali ya Bunya, tuko nao karibu 12, wametueleza habari moja, na nimeshukuru zaidi, wote wameeleza habari ya ukweli. Tutakuwa kwenye studio hapo, tutarudi kwenye media studio, kwa sababu niliwaambia safari yetu ya kusafiri imeanza. Mpaka huyu mwezi wa 9 tunaweza kuwa tukipatikana maeneo kidogo, sijio kidogo, lakini safari tuko nayo ni mingi sana. Lakini kwa sasa habari zenye tuko ili tuwapeleke kwenye uwanja mapambano, tunarudi katika sekta ya Kalehe. Vita yenye ilikuwa katika maeneo haya Kalehe, kwa sasa gisi tunaendelea kuzungumza, vita inaendelea kuwa mbaya zaidi katika upande wa Kalehe. Kulionekana raia 15 waliouawa katika vita ilikuwa kati la jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na wahasi wa M23 na wazalendo. Kwa sababu hatuweze kujua kwenye bombe la piga, hatuweze kujua hili tukue ukweli, kwa sababu Media Goma TV inabidi tuongee ukweli. Media Goma TV inabidi kuwe ukweli street hivi, kwa sababu vita kipiga, bombe ya huyu ikilia na bombe ya huyu ikilia, raia population haiwezi jua hii bombe ni ya M23, haiwezi jua hii bombe ni ya wazalendo, haiwezi jua hii bombe ni ya FARDC. Kumbuka hizi bombe zinapiga mahali pamoja. Hatuwezi kuja tuweke hypocrite tudanganye watu kusema hawa ndio waliua watu, atuwe tayari wote walikuwa kwenye vita. Ni kama vile tayari tunapigana kwenye vita ya kofi. Mwenye atazuia anakuja katika eneo haya, aliingia katika ngumi, ndio nilimwekelea ngumi, lakini kumbuka kitu moja, tulikuwa tunapigana na wewe, baadaye hii ngumi haingipata huyu mtu. Sijaka tunaelewa vizuri. Ndio maana jua shida hii ni yetu mimi na wewe. Sasa watu wanaouawa katika jeshi Kongo, raia population, kati ya M23 na kati ya jeshi la FARDC na wazalendo, ni wao ndio wanachangia hili vita, kwa sababu hao ndio wako kwenye mapambano. Ingilikuwa tayari
yani FARDC wameshambulia upande ama M23 wameshambulia FARDC upande kule. Tayari hapo tutajua, lakini wote walikuwa kwenye mgogoro. Mashambulizi alianza, baadaye wote wakaanza kurudishiana masasi. Pa 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 pa. Sasa unajipata sasa ule mwenyewe unakimbia anapata bare. Ule mwenyewe anarudi nyuma anapata bare. Mwenyewe anakuja mbele anapata bare. Unaona hivyo? Sasa mtu unasikia waasi wako upande huko, waasi huko. Sasa unajua raia wamoja wanakimbilia kwenye upande wa waasi wako, wengine raia wanakimbilia upande kwenye jeshi la Kongo liko. Sasa unakumbuka mapambano kisi nayoenda mara moja ili unarudi unareve kidogo na unakuwa distress sana kidogo, bari na kuingia, risasi na kuingia. Baadaye hili ndio changamoto linakuja kuonekana katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika uwanja wenye mapambano. Nakuja kukuletea habari nyingine kutoka upande wa Masisi. Saa hizi tunazungumza mambo ya Masisi imeendelea kuwa mbaya zaidi. Kwa sasa mashabiki zangu, hizi ni sehemu pekee mtakuwa mnapata habari. Kwa muda huyu sina mengi ya kuzungumza kwa sababu tunaenda kwenye mnisubiri kidogo hili tumalize kipindi. Kwa sababu tunapata tuingie saa 13h45 minutes inabidi tupande sasa ili tuingie bedi. S'il vous plaît, mtanisemea kidogo kwa sababu naongelea kwa maneno hapa, lakini tutakuja kuzidi baadaye kwa sababu safari yetu inaanza. Watu wenzetu wamenisubiri ili tuanze kusafiri. Mungu awabariki, tuje kupatana kwa habari zetu za asubuhi kwa sababu kumbuka leo sitawapatia video mingi kwa sababu safari niko nayo, itakuwa napatia video moja ama video mbili. Sasa nitakuja kurudi kwenye kawaida, ndio mtaanza kupata video kama kawaida tu, lakini muendelee kupartage, muendelee kujiabone sana kabisa. Bye bye.